kuwakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Na imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka hapa Bonn, Ujerumani, na kukaribisha katika matangazo haya ya asubuhi. Mimi ni Amina Abubakar. DW habari za ulimwengu. Ninayekusomea ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Israel yaukubali mpango wa amani wa Marekani, huku ikiwatahadharisha Hamas ikiwa wataupinga. Rais wa Urusi Vladimir Putin asema Urusi inashinda kwenye vita vya haki nchini Ukraine. Na rais wa Madagascar avunja serikali baada ya maandamano ya Gen Z. Habari kamili. Washington. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaunga mkono pendekezo la mpango wa amani kwenye ukanda wa Gaza baada ya mazungumzo na Rais Donald Trump jana Jumatatu, ingawa ametahadharisha kwamba Israel italazimika kuimaliza kazi iliyoianzisha kwenye eneo hilo ikiwa Hamas wataukataa. Bado haiko wazi ikiwa Hamas imeukubali ama itaukubali mpango huo ambao kulingana na taarifa yake bado haijaupata. Hata hivyo, wakati wa mkutano na waandishi wa habari, Trump alisema Marekani inaunga mkono kikamilifu hatua zitakazochukuliwa na Israel dhidi ya Hamas ikiwa wataupinga. Ikulu ya White House jana Jumatatu ilitangaza mpango wa amani wenye pointi 20 ambazo ni pamoja na kuwanyang'anya kabisa silaha Hamas, Israel kujiondoa taratibu kwenye ukanda wa Gaza. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, Trump aidha alisema ataanzisha baraza la amani atakaloliongoza litakalosimamia kipindi cha mpito kwenye ukanda wa Gaza. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema jana Jumatatu kuwa vikosi vya Urusi vinapata ushindi katika kila alichokiita vita vya haki huko Ukraine. Putin amesema hayo kwenye video iliyochapishwa katika tovuti ya ikulu ya Kremlin na kuongeza kuwa wapiganaji na makamanda wa Urusi wanaendeleza mashambulizi na nchi nzima ya Urusi inapigana vita hivyo vya haki na kufanya kazi kwa bidii. Amesema kwa pamoja wanatetea upendo walionao kwa ardhi ya Urusi pamoja na mshikamano kuelekea hatima yao ya kihistoria na kusisitiza kuwa wanapigana na wanashinda. Urusi hadi sasa inadhibiti karibu kilomita za mraba 114,500 sawa na 19% ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na rasi ya Crimea na majimbo mengine makubwa yaliyoko mashariki mwa Ukraine. Antananarivo. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameivunja serikali yake jana Jumatatu baada ya siku kadhaa za machafuko makubwa ambayo Umoja wa Mataifa umesema yalisababisha vifo vya watu 22. Rajoelina alisema alipohutubia taifa kwa njia ya televisheni kwamba ameamua kusitisha shughuli za waziri mkuu na serikali na kuongeza kuwa waziri mkuu huyo Christian Sei na mawaziri wengine watabakia kwa muda hadi serikali mpya itakapoundwa. Ametoa siku 3 za kupendekeza waziri mkuu mpya. Rajoelina amewaambia raia kwamba ameyasikia madai yao, kuomba radhi kwa niaba ya watumishi wa serikali wazembe. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa ni vijana, waliandamana mitaani tangu siku ya Alhamisi nchini humo kupinga kukatika kwa umeme na maji na umasikini uliopindukia. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Caracas. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametia saini amri inayompa mamlaka ya ziada ya usalama kunapotokea uvamizi wa kijeshi nchini humo. Kulingana na makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez jana Jumatatu, amri hiyo inamruhusu Maduro kukusanya vikosi vya jeshi kote nchini humo. Wiki iliyopita Maduro alisema atawasilisha agizo hilo ili liangaziwe, lakini haijulikani ni lini lilitiwa saini. Mamlaka hiyo itakuwa na uhalali wa siku 90, ingawa kuna uwezekano wa siku kuongezwa ikiwa ni kulingana na katiba ya nchi. Hatua hiyo inafikiwa wakati Marekani ikiwa imepeleka manuari za kivita katika eneo la Caribbean ambazo imesema ni sehemu ya vita dhidi ya dawa za kulevya katika eneo hilo, lakini serikali ya Maduro inadai kwamba Marekani inapanga njama ya kumwondoa madarakani. Na hatimaye Islamabad.
Mamlaka ya Kiislamu ya Taliban nchini Afghanistan imeamuru kuzimwa kwa mkongo wa taifa wa internet hadi kutakapotangazwa vinginevyo. Mapema, chanzo cha serikali kilichozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP kwa sharti la kutotambulishwa kilisema hakuna njia ama mfumo mwingine wowote wa kuwasiliana na kila sekta itaathirika. Hii ni mara ya kwanza kuchukuliwa hatua kama hii nchini Afghanistan, ambayo itapelekea kuzimwa kabisa kwa mtandao, ikiwa ni kulingana na shirika la NetBlocks la mtandao na usalama wa mtandao lenye makao yake mjini London. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Nam, asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Tuingie sasa katika uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi ya leo, na tutauangazia mzozo wa Mashariki ya Kati na kujua zaidi yaliyojitokeza katika mkutano wa Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington. Kando na hayo, nitakueleza ni kwa nini uvamizi unaodaiwa kufanywa na Urusi katika anga ya NATO mwezi huu umefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, na mkataba wa biashara kati ya Marekani na mataifa ya Afrika AGOA unafikia mwisho wake hii leo. Naam, tuanze moja kwa moja kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Kama nilivyokueleza, rais wa Marekani Donald Trump alimkaribisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington kwa mkutano wa kujadili pendekezo la mpango wa amani wa ukanda wa Gaza. Mkutano huo umefanyika huku Israel bado ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya Wapalestina. Lilian Mtono na mkusanyiko wa yote yanayoendelea huko kwa wakati huu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaunga mkono pendekezo hilo la mpango wa amani kwenye ukanda wa Gaza baada ya mazungumzo na Rais Trump jana Jumatatu, lakini kwa pamoja wakatahadharisha kwamba Israel italazimika kuimaliza kazi iliyoanzisha kwenye eneo hilo ya kuliangamiza kundi la Hamas ikiwa wanamgambo hao wa Kipalestina wataukataa. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, lakini kama Hamas wataukataa mpango wako, Mheshimiwa Rais, au kama wataukubali kisha kimsingi wafanye kila kitu kuuvunja, basi Israel itamaliza kazi yenyewe. Hili linaweza kufanywa kwa njia rahisi ama ngumu, lakini litafanyika. Malengo haya yote lazima yatimizwe, kwa sababu hatukupigana vita hivi ili Hamas wabaki Gaza na kututishia tena. Hamas bado haijasema chochote kuhusu pendekezo hilo lililotangazwa na Trump kwenye ikulu ya White House, sambamba na Netanyahu, na kuacha sintofahamu kuhusiana na mustakabali wake. Mpango huo unatoa miito ya kusitisha mapigano, kuachiliwa mateka wanaozuiwa na Hamas katika kipindi cha masaa 72, kuwanyang'anya silaha Hamas na Israel, kuondoka kwa awamu huko Gaza, na kufuatiwa na mamlaka ya mpito ya baada ya vita itakayoongozwa na Trump mwenyewe. Kwenye mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo hayo, Trump pamoja na mambo mengine alimshukuru Netanyahu kwa kukubaliana na pendekezo hilo ambalo alisisitiza linahusu pia amani na utulivu wa kikanda. Trump aidha amesema ataanzisha baraza la amani litakaloongozwa na yeye mwenyewe na litakalosimamia kipindi cha mpito cha baada ya vita. Akawataja wengine watakaohusika na baraza hilo kuwa ni pamoja na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair, aliyemwelezea kama mtu mzuri sana. Licha ya Hamas kusalia kimya, lakini afisa mmoja mwandamizi aliliambia shirika la habari la AFP kwamba watajibu mara baada ya kulipata pendekezo hilo, ingawa afisa mwingine alisema tayari wasuluhishi wa Qatar na Misri waliwasilisha pendekezo hilo kwa Hamas. Napenda pia kumshukuru Waziri Mkuu Netanyahu kwa kukubaliana na mpango huu na kuwa na imani kwamba kama tukishirikiana tunaweza kufikia mwisho vifo na uharibifu tulioushuhudia kwa miaka mingi, miongo na pengine hata kwa karne, na kufungua ukurasa mpya wa usalama, amani na utulivu kwenye ukanda mzima. Mamlaka ya Palestina iliyojikita ukingo wa Magharibi na ambayo inajiandaa kwa uongozi wa baada ya vita pia imekaribisha hatua hiyo na kusifu juhudi za Trump, huku ikiahidi kufanya mageuzi sawa sawa na matakwa ya Marekani.
Mkuu wa Baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa kwa upande wake ameziomba pande zinazovutana kutumia fursa hii kupata amani, huku pia akiukaribisha mpango huo akisema hali ya Gaza haivumiliki, huku Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer akiwataka Hamas kukubaliana na mpango huo ili kumaliza hali tete kwa kusitisha vita na kuachilia mateka. Mataifa manane ya Kiarabu na Kiislamu ya Misri, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki, Indonesia na Pakistan yamesifu juhudi za kweli za Trump na kukaribisha mpango huo wa amani kwa ajili ya Gaza. Mataifa hayo yamesema wanaikaribisha hatua hiyo na kuthibitisha utayari wao ili kuhakikisha kunafikiwa makubaliano na yanatekelezwa. Asante Lilian Mtono. Uvamizi unaodaiwa kufanywa na Urusi katika anga ya NATO mwezi huu umefikia kwenye kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, hatua iliyozua maswali kuhusu ikiwa Kremlin imeamua kujaribu utayari na uwezo wa muungano huo kujibu shambulizi la moja kwa moja ama kugeuza tu umakini na rasilimali zake kutoka kwenye vita vyake nchini Ukraine. Selina Mdemo anaangazia hilo. Urusi imekuwa ikivamia anga ya majirani zake wa NATO kwa miongo kadhaa, halafu baada ya hapo hukanusha na kudai ni bahati mbaya. Lakini tangu ilipovamia Ukraine mwaka 2022, uvamizi kama huo umebeba tishio kubwa zaidi, na hasa baada ya droni kuvamia Poland wiki 2 zilizopita na kuilazimu NATO kuzidungua. Estonia nayo ilisema ndege za kivita za Urusi ziliingia kwenye anga yake wiki iliyopita na kusalia huko kwa dakika 12, kisa ambacho waziri wa mambo ya nje wa Estonia alikielezea kama ni cha kijinga sana, lakini Urusi ilikanusha kisa hicho. Romania na Latvia pia ziliripoti kwamba droni za Urusi ziliingia kwenye anga zao mwezi huu. Lakini Urusi inanuia nini hasa? Uvamizi wa sasa ni wa tofauti. Hakuna uvamizi kwenye anga ya NATO unaofanana na kile kilichotokea nchini Poland Septemba 10, wakati mamlaka ilipoarifu kuhusu droni kama 20 za Urusi kuingia ndani kabisa ya mashamba kabla ya kudunguliwa na NATO ama kuanguka zenyewe. Iliashiria kisa cha kwanza cha uvamizi wa moja kwa moja wa kijeshi kati ya muungano huo wa kijeshi na Urusi tangu ilipovamia kikamilifu Ukraine. Ni ipi nia ya Urusi? Kabla ya kuivamia Ukraine mwaka 2022, Kremlin ilitaka NATO iondoe mipango yote ya kumpa wanachama Kiev na kurudi nyuma, lakini pia kutopeleka wanajeshi wake karibu na mipaka ya Urusi, ikiwa ni pamoja na kwenye mataifa ya Baltic ya Estonia, Latvia na Lithuania, nchi ndogo za iliyokuwa Jamhuri ya Sovieti na zilizojiunga na NATO na Umoja wa Ulaya mapema miaka ya 2000. NATO ilikataa matakwa hayo ya Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia aliionya NATO kutoiruhusu Kiev kushambulia ndani ya Urusi na kutumia silaha za masafa marefu ilizopewa na Magharibi, na kutishia kwamba Moscow inaweza kujibu kwa kulenga maeneo ya kijeshi ya NATO yanayowezesha mashambulizi hayo. Edward Lucas, mtafiti mwandamizi katika kituo cha uchambuzi wa sera za Ulaya, alisema kuwa Urusi huenda inajaribu kuonyesha udhaifu wa NATO ili kupandikiza swali linaloweza kuvuruga fikra za washirika. Lucas aliandika kwenye uchambuzi wake kwamba Urusi haina haja ya kuishinda NATO kijeshi ikiwa inaweza kushindana kisiasa. Lakini mkuu wa mpango wa Ulaya na Urusi katika kituo cha mafunzo ya kimkakati Max Bergman alisema Urusi huenda pia ilitaka kupima mwitikio wa mwanachama mkubwa wa NATO, yaani Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye baada ya Poland kueleza uvamizi wa droni za Urusi kwenye anga yake, alisema huenda ulifanyika kwa bahati mbaya. Jumanne iliyopita aliibuka na ujumbe mzito na tofauti, akiitaka NATO kuzidungua droni hizo. DW tunavuma kwa kishindo. Nam, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili. Mkataba wa biashara kati ya Marekani na mataifa ya Afrika AGOA unafikia mwisho wake hivi leo. Nafasi kadhaa za ajira zinahofiwa kupotea, ingawa bado kuna fursa kwa bara hilo kuimarisha ushirikiano mpya wa kibiashara. Ripoti ya waandishi wetu Martina Shvikovski na Bob Bari inasomwa studioni na Mohamed Khalef. Baada ya wasiwasi wa muda mrefu juu ya endapo ungeendelezwa, mkataba huo uliodumu kwa miaka 25 ambao uliapa mataifa ya Afrika fursa ya kupeleka bidhaa zao kwenye soko la Marekani bila ya ushuru,
unafikia mwisho wake leo Septemba 30. Kwa mujibu wa mtafiti wa masuala ya mageuzi kwenye mifumo ya uchumi na kijamii katika taasisi ya maendeleo endelevu ya hapa Ujerumani IDOS, Soriana Oleksiuk, mkataba wa AGOA ulikuwa na manufaa kwa baadhi ya mataifa ya Afrika, hasa kwenye sekta ya nguo. Utafiti unaonyesha kwamba AGOA imekuwa na faida. Usafirishaji kuelekea Marekani umeongezeka, kwa mfano kwenye sekta ya nguo, lakini matokeo ni ya mchanganyiko. Kwa ujumla, athari yake barani Afrika ni ndogo na inatofautiana kutoka nchi hadi nchi na sekta hadi sekta. AGOA ilizinduliwa mnamo mwaka 2000 na rais wakati wa Marekani Bill Clinton. Hadi sasa mataifa 35 ya Afrika yatajwa kuwafaidika wa moja kwa moja wa kulifikia soko la Marekani. Takribani bidhaa 7,000 zinaweza kupelekwa huko bila ushuru. Sekta za kilimo, nguo na viwanda vya usindikaji zimekuwa na maelfu ya ajira zimepatikana, hasa nchini Madagascar, Lesotho na Afrika ya Kusini. Lakini si kwamba ndani ya kipindi hiki Afrika ilisalia na mkataba huo peke yake wa kibiashara. La, ilisaka na kuendelea kuyatumia masoko mengine ulimwenguni, anasema tena mtafiti wa masuala ya mageuzi kwenye mfumo wa kiuchumi na kijamii katika taasisi ya maendeleo endelevu ya Ujerumani IDOS, Soriana Oleksiuk. Kuanzia mapema mwaka 2017 ni 8.5% ya bidhaa kutoka nchi za AGOA zilikwenda Marekani. Hiyo ni ya chini sana kuliko ile iliyokwenda Ulaya au China. Vilevile, wasafirishaji wachache wa Kiafrika ndio hasa waliofaidika na AGOA. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kiwango kimeshuka kutoka 30% mwaka 2008 hadi 25% mwaka 2021. Mara nyingi manufaa sio makubwa ya kutosha. Kumalizika kwa mkataba wa AGOA kumesadifiana kurejea Donald Trump kwenye ikulu ya White House mwaka huu wa 2025, ambako pia kumemaanisha msukumo mpya wa sera za kujilinda kibiashara chini ya kauli mbiu ya Amerika Kwanza, ambao anaishinikiza kuweka ushuru mkubwa wa bidhaa kwa mataifa mengine. Hilo hapana shaka linachochea kwenye kuuzika moja kwa moja mkataba wa AGOA. Ni ripoti ya waandishi wa DW Martina Shvikovski na Bob Bari, ikisomwa studioni hapo na Mohamed Khelef. Wakati kampeni za uchaguzi mkuu wa Tanzania zikiwa zinaendelea kupamba moto, huko Zanzibar wagombea wa urais hawategemei majukwaa pekee ya siasa kuomba kura, bali kumebuniwa njia na utaratibu wa kuwafikia wananchi moja kwa moja katika maeneo yao ya kazi, kuelezea changamoto zinazokabili. Changamoto mbalimbali zimeibuliwa, wananchi wakilalamikia kuporwa ardhi zao na kupewa wawekezaji, kuondoshwa maeneo wanayoishi na wanayofanyia kazi, huku wengine wakiibua swala la ukosefu wa huduma za kijamii kama maji safi katika maeneo ya kambi za wavuvi. Mwandishi wetu Salma Said ameangazia hali hiyo na hapa ametuandalia taarifa hii. Wananchi wa Zanzibar wanaotegemea kazi za kujiajiri ni wengi zaidi kuliko wenye ajira serikalini, ambapo wengi wao hutegemea kilimo, mifugo, uvuvi, biashara na kazi za ujasiriamali kwa wanawake na vijana wanaomaliza shule na kukosa ajira serikalini. Sasa hofu ya wananchi kukosa maeneo yao imeanza kuibuka katika vijiji mbalimbali vya Unguja na Pemba, hasa katika maeneo ya ukanda wa Pwani, ambapo wananchi wa vijijini hutegemea zaidi kujiajiri kwa kazi za uvuvi, kilimo na ujasiriamali. Si rahisi wananchi kuendelezea changamoto zao kwenye vyombo vya habari, lakini kupitia viongozi wa vyama vya siasa wanaotembelea kwenye maeneo yao wameanza kuibua hoja hizo. Madai ya kuporwa ardhi na kupewa wawekezaji ndilo linalochukua nafasi kubwa, likifuatiwa na kuondoshwa bila kulipwa fidia kwenye maeneo yao kwa kupisha miradi ya maendeleo. Kwa jina naitwa Sauda Sleman Omar, mimi ni mfanyakazi wa Mangapwani, hapa ni mbebaji. Sisi tukiondoshwa hapa, na sisi tunalitarajia hapa kusikia hapa tunapata matumizi, tunapata matume na watoto. Tukiondoshwa hapa tutaenda kufanya kazi wapi na sisi hatuna ajira? Kuna changamoto ya maji safi.
inatukwaza sana, na sisi hii ni sehemu yetu ya nusu maisha katika hii kambi, sababu tunazitumia siku nyingi kuliko majumbani kwetu. Kwa hiyo hapa tunataka tuwekewe kila kitu. Tunakuomba baba mitano tena, pia tuko pesa katika chakula na Chake Chake. Ile mheshimiwa, tunakuomba sana utufanyie kile ni heri na sisi. Sisi tunasumbuliwa na tatizo la uwekezaji. Akaja akachukua eneo jingine kubwa kabisa linalokisiwa kufika eka 60. Mbali na malalamiko ya wananchi kuhusiana na ardhi, lakini kuna wananchi wanauza ardhi zao kwa wawekezaji. Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Ardhi Zanzibar, Musa Kombo Bakari, amewanasihi wananchi wasiuze ardhi zao bali waingie ubia ili ziendelee kubaki mikononi mwao. Wanakuja wawekezaji wengi, lakini tujitahidi kuingia katika ubia zaidi kuliko kwenye kuuza, kwa sababu itakuwa tunatupa ardhi zetu. Kesho sote tutakuwa wageni katika eneo la Ganani, ardhi yote itakuwa tumeitoa kwa wageni, sisi wenyewe sasa tunakuwa ni wageni hapa. Wakijibu majukwani kwa nyakati tofauti, wanasiasa wamesema hawakatai miradi ya maendeleo na wapo tayari kutoa mashamba yao kupitisha miradi hiyo. Salma Said, DW, Zanzibar. Asante sana Salma Said. Tukamilishe kwa hili kwamba jinamizi la dhuluma za kijinsia linaendelea kuitatiza jamii nchini Kenya. Takwimu mpya zinaashiria kuwa vijana na watoto ndio walio katika hatari kubwa zaidi ya kufanyiwa vitendo hivyo. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi. Mwezi Agosti mwaka huu, jopo maalum la kupambana na dhuluma za kijinsia na mauaji ya wanawake lilihitimisha utafiti wake na limewasilisha ripoti kwa Rais William Ruto kuyafanyia kazi mapendekezo yao. Haya yanajiri baada ya takwimu za kituo cha kuwahudumia wahanga wa dhuluma za kijinsia kubainisha kuwa walioko hatarini zaidi ni vijana ambao ndio mwanzo wamevunja ungo au kubalehe. Sharon Ouma alikuwa na umri wa miaka 17 pale alipofanyiwa vibaya wakati amekwenda kwenye sherehe fulani na wenzake. Hapa anasimulia yaliyomsibu. Nilikuwa naishi na anti yangu na tulikuwa Kisumu. Kawa alinifukuza siku moja kwa nyumba na ilikuwa usiku. Ilikuwa 23 December. Nikajikuta kwa mikono ya watu wengine. Ndo nikanajisiwa. Nikapelekwa hospitali lakini ni kama hawakunishughulikia. Baada ya mwezi mmoja nilikuja kupata niko na mimba. Nikapelekwa nitolewe lakini nilikataa juu nilikuwa na hofia inaweza kufa. Katika kipindi cha mwezi Machi hadi Mei mwaka huu, watoto 703 walio na umri kati ya miaka 15 hadi 17 walipitia dhuluma za kijinsia. Vijana 677 walio na umri wa miaka 16 hadi 25 nao walifanyiwa vitendo hivyo katika muda huo huo, kwa mujibu wa takwimu rasmi. Watoto wadogo wa hadi umri wa miaka 14 pia walidhulumiwa kijinsia. Takwimu zinabainisha kuwa kadri umri wa mhusika unavyopungua ndivyo walivyo katika hatari ya kudhulumiwa kijinsia. Ripoti hiyo mpya imebaini pia kuwa idadi kubwa ya wahanga wa dhuluma za kijinsia husaka usaidizi wa kiafya saa 72 baada ya kudhulumiwa kijinsia, jambo linalopunguza uwezekano wa kufanikiwa tiba za majeraha au hata kisaikolojia. Ili kupambana na jinamizi la dhuluma za kijinsia, serikali ya Kenya inafanyia kazi mapendekezo ya kuimarisha usaidizi, kadhalika kupunguza visa vya dhuluma za kijinsia. Mary Mudhoni ni katibu wa afya ya umma na vigezo rasmi katika Wizara ya Afya nchini Kenya, na anasisitiza kuwa jambo la msingi ni kulinda maslahi ya wanyonge katika jamii. Kauli hizo zinaungwa mkono na mbunge wa kaunti ya Kilifi ambaye pia ni mwakilishi wa wanawake, Gertrude Mbeyu. Tukiungana na wizara ya jenda, hii program lazima iendelee. Kuna vitu vinaendelea, si tunakemea kabisa mambo ya femicide, mauaji ya kina mama, tunakemea Kenya nzima. Tunasema tunataka kukomesha hizi dhulma na tuko tayari. Kufikia sasa, serikali imezindua na kutenga mahakama zisizopungua 11 kusikiliza kesi za dhuluma za kijinsia, kadhalika kuratibu utoaji wa huduma za ushauri nasaha na matibabu kwa wahanga. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Asante Thelma Mwazaya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada, na pisha makala tulikuandalia. Kabla ya kupokea makala msikilizaji ya yale ambayo basi unaenda kupokea, tunakuomba msikilizaji, simama kituo hiki. Kituo kipi? Idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri kupitia njia ya FM.
Wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468, kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Tupokee makala. Makala ni ya afya yako. 2010 madaktari nchini New Zealand waliripoti kisa cha mwanamke mwenye umri wa miaka 44 aliyepata kiharusi baada ya kupata love bite shingoni. Ripoti hiyo ilieleza kuwa alama ile iligandisha damu kwenye mishipa ya carotid na kusababisha kuziba kwa mtiririko wa damu kwenda kwenye ubongo. Mwanamke huyo alipata ganzi upande mmoja wa mwili, dalili kuu ya kiharusi. Vile vile mwaka 2014 jarida la matibabu la Denmark lilichapisha ripoti ya kisa kingine cha mgonjwa aliyepata kiharusi kutokana na love bite. Wataalamu walieleza kuwa ingawa visa hivi ni nadra, vinaonyesha ukweli kwamba msukumo wa nguvu kwenye mishipa mikubwa ya damu unaweza kuchochea kuganda kwa damu na kuathiri ubongo, kama anavyofafanua daktari bingwa wa mifupa Lamek Moses kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini mkoani Mtwara. Kuna mishipa mikubwa ya damu ambayo inakuwa eneo hilo, na pia kuna kama vitezi vidogo ambavyo ukivigusa kwa kutumia nguvu au hata kwa juu, lakini kwa sana, mwisho wa siku inaweza ikasababisha either pressure ipande au ishuke, kwa sababu mtu anapokubusu eneo hilo, mwingine anaweza akisisimua hiyo sehemu, na kama kuna vibonge vyovyote vya damu ambavyo viko eneo hilo, kinaweza kikajiachia na kuenda sehemu ya ubongo na kikaleta ile tunasema kiharusi. Aidha, anasema kitendo hicho kinaweza pia kusisimua mishipa ya fahamu iliyo kwenye shingo na kusababisha nguvu ya msukumo wa damu kupanda, hali ambayo huongeza hatari ya kuathiri mishipa ya damu ya ubongo na hata kusababisha kupasuka kwake. Hata hivyo, nimemuuliza Daktari Lamek kazi ya mishipa ya carotids katika eneo la shingo. Kazi yake ni kusukuma damu kupeleka kichwani na kurudisha kwenye moyo, na pia ina hivyo visinus au hivyo vitezi vidogo vinasaidia pia kuifanya pressure ile ya kupeleka damu kwenye ubongo na kurudisha kwenye moyo ikae kwenye vipimo vyake vya wastani. Madhara ya kupigwa busu kwa nguvu kwenye eneo la shingoni yanaweza kujitokeza mara moja baada ya tukio au hata siku chache baadaye, hasa pale busu likiwa limewekwa chini ya kidevu au karibu na sikio. Hata hivyo, takwimu za kitabibu zinaonyesha visa hivi si vya kawaida, lakini vinavyotokea vinaweza kuwa na athari kubwa kiafya. Uelewa huu ni muhimu zaidi kwa vijana ambao mara nyingi hushiriki kwenye vitendo hivi bila kufahamu hatari zinazoweza kujitokeza. DW Kiswahili imewahoji baadhi ya vijana ili kufahamu mtazamo wao juu ya swala hili, na haya ndiyo walioyaeleza. Jina langu ni Afsa Kororo. Love bite sijui kama ina madhara ya kuleta kiharusi. Ninachofahamu mimi, love bite ile sehemu ambayo imeivia damu, mtu mwingine anaweza akapata mwasho au vipele vidogo vidogo vikamtokea au hata vijipu. Mimi naitwa Lucas Edwin. Vijana wengi sasa hivi tunajua kwa love bite ni kama fashion au ndo kwamba kupendwa sana, lakini kama ni iko hivyo tunaweza tukaacha tu, kwa sababu inaleta madhara makubwa katika jamii. Madaktari wanashauri kwamba kuonyesha mapenzi ya kuhitaji kuacha alama za majeraha, badala yake tumia njia salama ambazo hazitaathiri afya zenu, kama kumbusu nyuma ya shingo na maeneo mengine ya mwili. Tunawashauri kwamba hizo tabia waache, kwa sababu zinaweza kuwapelekea madhara kama hayo ya kupata viharusi, ambapo kwa namna moja ama nyingine wanaweza wasijue moja kwa moja kwamba wanapata kiharusi kwa sababu ipi. Hata kama visa hivi ni nadra kutokea, ni vyema kujilinda na kuelimishana. Msikilizaji, tumefika mwisho wa makala ya afya yako. Mimi ni Salma Mlibala na kutakia kila la heri. Kufikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kwa heri. Asante sana Amina Abubakar kwa wakati huu mzuri ambao umetuelekeza. Asubuhi njema hii kwenye Afrika Leo asubuhi, habari za dunia. Nashukuru sana kwa yale yote ambayo utakuwa unashughulika nayo siku nzima. Tuko pamoja. Basi wakati huu ni wakati mwafaka msikilizaji kupokea kiziba mkonga.
Tupokee kiziba mkonga. Kwenye kiziba mkonga cha sasa, unapoharibu maisha ya mtu kwa uongo, matumaini ya uongo na ahadi zisizo za kweli, chukulia kama mkopo utakurudia na riba yake. Unapoharibu maisha ya mtu kwa uongo, matumaini ya uongo na ahadi zisizo za kweli, chukulia hilo ni mkopo, litarudi na riba. Ndio maana kila wakati mimi hupenda kusema, romantisha maisha yako, piga picha nzuri, jione kama mhusika mkuu, washa mshumaa, soma vitabu, tembea, cheza muziki unaoupenda, jipe zawadi, fanya chochote unachotaka, furahi. Haya ni maisha yako, usimruhusu yeyote akupokonye. Romantisha maisha yako, piga picha nzuri, jione kama mhusika mkuu kwenye hiyo riwaya ya maisha, washa mshumaa, soma vitabu, tembea. Hata iwapo una uwezo wa kufika kwenye maeneo ya Ulaya, au kutoka Ulaya kufika Afrika, au kutoka Afrika kwenda Asia, au kutoka Asia kuingia Afrika, au kuingia Ulaya au Marekani, fanya hilo. Maana wewe ndio mhusika mkuu kwenye maisha yako. Cheza muziki unaoupenda, jipe zawadi, fanya chochote unachotaka, furahi. Haya ni maisha yako, usimruhusu yeyote akupokonye maisha yako. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.